Ruthu alikuwa bado ni kama kijana, hakuwa amekomaa. Alikuwa anatazama na haya macho ambao tunatazama nao, akaona Yordani kule, kabla Sodoma na Gomora haijaangamizwa, akaona kule kijani kibichi, akajua mifugo wangu wanashiba kule. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ndivyo huwa tunaangalia, tunakosa kuona kesho. Tunaona tu leo kwamba nikiingia hii kazi, maisha yangu kwisha. Nikiingia katika hii ndoa, nimefika. Bwana Yesu apewe sifa. Hauoni kesho. Biblia inasema kwamba yeye alipoteremka kule Sodoma na Gomora, ukisoma Biblia katika Mwanzo 18, uovu uliongezeka kule. Na uovu uliongezeka kule, Biblia inasema kwamba Sodoma na Gomora iliangamizwa. Na alitoka kule yeye, mke wake na watoto wawili wasichana. Na walipokuwa wanatoka kule, maana nataka kwenda kwa ile hadithi sana unaijua, moto uliposhuka pale, Biblia inasema hata mkewe aliangalia nyuma. Hakuwa amefanya maamuzi, akafia njiani. Yeye tu ndiye aliokolewa na watoto wake. Alienda na mifugo, lakini hatuoni akitoka na mifugo. Alitoka bila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Aliamua leo, akaona nitapata mahali pa kulisha, hakujua kesho kutakuwaje. Biblia inasema Ibrahimu alipoona Loti ameshuka chini, alibaki pale mlimani. Na Bwana akamwambia sasa, kwa sababu mmetengana, akaanza kunena na yeye. Akamwambia, tazama, unaona hiyo nchi ambayo unaona sehemu yote unaona, nitakupatia na wazao wako. Bwana Yesu apewe sifa. Maamuzi ni muhimu kwa sababu hatujui kesho. Kama tungekuwa tunajua kesho, tunaweza amua. Mungu anajua mwisho akiwa amesimama katika mwanzo. Tumwambie Mungu mambo ambayo ninayafanya. Hii biashara ambayo ninaianzisha, Bwana unajua kesho yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na tutafanya maamuzi yaliyo bora, hata kuja kujutia.